Sauti ya kizazi inapoamka, taifa husogea mbele. Mwezi Novemba mwaka 2025, wakati wa ufunguzi wa bunge la 13 jijini Dodoma, ilitangazwa rasmi kuanzishwa kwa Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Haikuwa tangazo la kawaida, ilikuwa ni ahadi kwa kizazi kizima. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akamteua Dr. Joel Arthur Nanauka kwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Joel Arthur Nanauka, naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa nchi ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Tanzania, na kwa vyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Na hapo ukurasa mpya ukaanza kuandikwa. Uongozi ukaweka misingi mitatu iliyo wazi na thabiti: kasi katika utekelezaji, viongozi kufikiwa na vijana, na matumizi ya teknolojia kufungua milango ya fursa kwa wengi zaidi. Kutoka kwenye maono hayo likazaliwa jukwaa la kizazi, Vijana Platform. Jukwaa linalojulikana kama Vijana Platform limefunguliwa rasmi. Makofi mengi sana tafadhali. Vijana Platform. Jukwaa la kitaifa, jukwaa la ushirikishwaji, jukwaa la kusikiliza na kusikilizwa, jukwaa la kufanyia kazi ndoto za vijana. Tarehe 10 Januari 2026 katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center jijini Dar es Salaam, historia ikaandikwa. Vijana Platform ilizinduliwa rasmi. Mamia ya vijana walijaa ukumbini wakiwa na nyuso zilizojaa matumaini na mioyo iliyojaa ndoto. Sauti zikisema kwa pamoja, sasa ni zamu yetu. Uzinduzi haukuwa hafla tu, ulikuwa mwanzo wa harakati. Vijana wabunifu wakaonesha bunifu zao, wajasiriamali nao wakapata masoko, mitandao ya fursa ikaunganishwa. Ujumbe ukawa ni mmoja tu: vijana si watazamaji wa maendeleo, ni washiriki wakuu wa safari ya taifa kuelekea 2050. Safari ikaendelea hadi Singida. Kupitia programu ya Campus Connect katika Tanzania Institute of Accountants, wanafunzi walipata jukwaa la kuwasilisha mawazo yao mbele ya wataalamu. Ubunifu ukazungumza, uthubutu ukaonekana. Mawazo bora matatu yakatambuliwa na kupewa motisha wa kuieleza. Hapo ndoto zikapewa thamani. Safari ikaelekea kanda ya Ziwa jijini Mwanza. Katika ukumbi wa Rock City Mall, vijana waliokuwa wamenufaika na mikopo ya 10% walikutana na waziri. Changamoto zikasikilizwa, suluhisho zikajadiliwa, mwelekeo ukawekwa. Na kisha vitendo vikazungumza. Shilingi milioni 200 zilikabidhiwa kwa vikundi viwili vya vijana, milioni 100 kwa kikundi cha usafirishaji wa mizigo kwa pikipiki na bajaji, na milioni 100 kwa vijana wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Huu haukuwa msaada, ulikuwa uwekezaji wa kizazi kijacho. Safari ikaendelea hadi Shinyanga. Elimu ya mikopo nafuu ikatolewa, mawazo ya maendeleo yakajadiliwa kwa uwazi, ari ya uzalendo na uwajibikaji ikaongezeka. Mheshimiwa Rais alisema aliahidi shilingi bilioni 200. Na wiki chache zilizopita, kwa niaba ya serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu alinikabidhi hundi ya shilingi bilioni 200 ili turatibu utokaji wake, lakini utekelezaji wake pia kwa ajili ya vijana katika nchi hii. Ninayo furaha kusema kwamba fedha hizo tayari zimetoka na vijana wameanza kuzichangamkia. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi ni shauku yangu kwamba maadamu nimekanyaga leo Shinyanga, nikiwa napokea ripoti za vijana waliopata mitaji hii ambayo katika hizo bilioni 200, nipate vijana kutoka Shinyanga. Nitafurahi sana tukiwa na vijana wakiwa wametoka hapa. Tukuzani uchumi na viwanda vyetu
Kwa kuwezeshwa wajasiriamali tulete maendeleo Tanzania. Tukuzeni uchumi na viwanda vyetu. Kwa kuwezeshwa wajasiriamali tulete maendeleo Tanzania. Sawa sawa. Vijana wakasimama si kama watazamaji bali kama washirika wa maendeleo. Na hatimaye Vijana Platform ikawafikia vijana wa Tabora. Kupitia Campus Connect, wanafunzi wa vyuo waliwasilisha mawazo yao kwa ushindani wa kiwango cha juu. Ubunifu ukaangaza, uwezo nao ukaonekana, na uthubutu ukathibitisha jambo moja: kizazi hiki kina nguvu ya kubadili historia. Vibe ni kubwa kabisa. Vibe ya kutosha. Ukumbi mzima umeshangilia, shangwe ni kubwa kabisa. Mshindi wa kwanza anaondoka na milioni 2.5. Angelina Isaac ndio mshindi. Vijana Platform si tukio la siku moja, si kampeni ya muda mfupi, bali ni harakati ya kizazi, ni daraja kati ya vijana na serikali, ni mfumo wa kusikiliza, kushirikisha na kuwezesha. Tanzania ni yetu. Hii ni safari ya matumaini. Hii ni safari ya ushirikishwaji. Hii ni safari ya Tanzania ya vijana. Vijana Platform, sauti yako, fursa yako, hatma yako.